Siku ya kifo chako iliandikwa na malaika kabla hujazaliwa, na siku hiyo itakapofika, malaika wa kifo atakuja mbele yako. Wakati mikono ya familia yako iliyokupokea katika dunia hii haikuwa na udhibiti kabisa juu yako, mikono inayokupokea wakati wa kifo inategemea kabisa matendo yako. Siku ya kifo chako ni siku ambayo utahisi kama uko katika falme mbili. Je, unahisi hisia fulani kama muumini kwamba maisha yanakaribia kuisha? Watu wengine hupata dalili za kifo chao. Kwa hakika, ukichunguza mila yetu utapata ndoto nyingi za watu wema kabla ya kufa. Hakuna ndoto iliyo ya kupendeza zaidi kuliko ndoto ya Uthman radhiallahu ta'ala anhu, ambaye analala kwa nia ya kufunga na kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar na Umar, radhi za Allah ziwe juu yao, katika ndoto yake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anamliwaza Uthman radhiallahu ta'ala anhu na kumwambia, utafungua saumu yako nasi kesho ewe Uthman. Pia una ndoto ya Abdullah ibn Haram, baba yake Jabir, radhi za Allah ziwe juu yao wote, na Abdullah ibn Haram anaamka siku ya Uhud na kumwambia Jabir, ewe Jabir, ninahisia kama nitakufa leo, na kwa hakika nahisi nitakuwa wa kwanza kuuawa katika Uhud. Na kweli subhanallah, Abdullah ibn Haram alikuwa shahidi wa kwanza wa vita vya Uhud. Hivi majuzi watu wa Gaza, watu wengi hawajui kwamba maelfu ya watu huko Gaza walipata ndoto kabla ya mauaji ya halaiki kwanza, ambapo walijiona wakifa. Na hili limeenea sana sasa, na kwa hakika baadhi ya watu wa Gaza wanafarijiana kwa kukumbushana ndoto hiyo walioiota, kwa sababu mwisho wake ni janna. Je, tuna hisia? Je, tunaona ndoto? Wakati mwingine ni hisia tu, kama hisia ya muumini, ittaku firasata almu'min fa innahu yanduru binurillah. Katika hisia ya muumini anaona kwa nuru ya Allah, na bila kujali kama kuna dalili au la. Kila mtu hupitia hatua za kifo, lakini baadhi ni rahisi kuliko wengine, na kuna ishara za mwisho mzuri. Ikiwa Allah alikuongoza katika siku zako za mwisho kutoa sadaka, kuswali, kusoma Qur'an, kuwa na roho ya furaha, haya yote ni ishara za mwisho mzuri. Katika hadithi moja nzuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, idha arada Allahu biabdihi khaira ista'malahu, Allah akitakia mema mtumwa wake anamtumia. Basi sahaba akasema, ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu, Allah anamtumiaje? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yuwafikuhu liamalin salih kabla mautihi, anampa uwezo wa kufanya tendo jema kabla ya kufa. Katika riwaya nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, idha arada Allahu biabdihi khaira asalahu, Allah akimtakia mema mtumwa wake mlainisha. Wakasema, ya Rasulullah, atamlainishaje mtumwa wake? Akasema, yaftahu Allahu azza wa jalla lahu amalan salihan kabla mautihi thumma yakbidhuhu alayhi, Allah anamuongoza kufanya tendo jema kabla ya kufa, kisha anachukua roho yake akiwa katika hali hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yeyote aliyesema la ilaha illa Allah akitafuta radhi za Allah, na hilo ndilo tendo lake la mwisho, ataingia janna. Na yoyote anayetoa sadaka, na hili ndilo tendo lake la mwisho, ataingia janna. Kuna hadithi nyingi sana za wema waliokufa katika hali hiyo. Wakati Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah alipokuwa akifa, anamleta mke wake Fatima karibu naye anamkumbatia na anamwambia, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika wenye subira watapewa ujira wao bila hisabu. Kisha akaomba kuachwa peke yake. Basi Fatima na watoto wake wakaondoka chumbani kwa Umar na wakaanza kuchungulia kupitia pengo la mlango.
Na wakasema kwamba nuru iliingia chumbani na uso wa Umar ukang'aa, naye akasema, marhaban bihadhihi alwujuh laysat biwujuh insanin wala jan, karibu kwa nyuso hizi nzuri ambazo si za binadamu wala majini. Kisha akaendelea kusoma, tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lilmuttaqin. Hayo ndiyo makazi ya akhira tumewafanyia wale wasiotaka kujitukuza duniani wala ufisadi, na mwisho mwema ni wa wacha Mungu. Kisha mke wake akaingia na akampata amekufa, mkono wake ukiwa usoni mwake, akiegemea na kutazama kwa tabasamu kana kwamba anatazama mahali pake janna. Ja'alaka fil alami almutawassiti baina mulkihi wa malakuti liyuallimaka jalalata qadrika baina makhluqatihi wa annaka jawharatan tantawi alayka asṭaf almuqawwanatihi. Alikuweka katika ulimwengu wa kati ya ulimwengu wake wa kimwili na wa kiroho, ili akujulishe ukuu wa daraja lako miongoni mwa viumbe vyake. Wewe ni johari iliyofunikwa tu na ganda la maumbo yaliyoumbwa. Ulipoingia duniani uliona watu wakicheka huku ukilia. Sasa ni zamu yako kuondoka duniani ukiwa unacheka huku kila mtu akilia. Ilikuwa adhana bila ya swala ulipoingia, na ni swala bila adhana unapoondoka, kuashiria kwamba maisha yako yote yalikuwa mafupi kama wakati baina ya adhana na swala. Na sasa anakuita nyumbani. Kwa rehema za Allah ameifanya karibu kila sababu ya kifo kuwa ishara ya kifo chema kwa muumini, hata zile zinazoonekana kuwa ngumu kwetu kuzishuhudia. Kusema shahada, kufa ukiwa unafanya tendo jema, kufa kwa moto, kufa kwa kuzama, kufa kwa tauni au ugonjwa wa tumbo, kufa kwa ugonjwa wa mapafu au kupondwa, au labda kufa kwa ajali ya gari, kufa Ijumaa, kufa ukilinda maisha yako, kufa ukilinda mali yako, kufa ukilinda dini yako, kufa wakati wa ujauzito, kufa wakati ukijifungua. Zote hizi ni ishara za mwisho mwema kwa muumini, hata kama zinaonekana mbaya kwa nje, na hata kifo kikiwa kibaya na jinsi kinavyojidhihirisha kwa wale bado waliokwama katika ulimwengu huu. Uzuri unapatikana pale ambapo roho inajiona inapoenda, na yote ni kwa kufumba na kufumbua. Na unapofikia kilele cha maisha, alikuambia wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum. Alikuambia usizungushe macho yako kuelekea starehe ambazo amezipa baadhi yao, na alikuambia kwamba itasemekana kwao siku moja, lakad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka alyawma hadid. Kwa hakika ulikuwa umeghafilika na haya, basi leo tumekuondolea pazia lako, na kwa hakika kuona kwako leo ni kukali. Kwa macho yako sasa unaona malaika wakishuka huku nuru ikikaribia, nao wanakaa mbali mwisho wa upeo wako huku malaika wa kifo wakikaribia. Kwa macho yako unaona watu unaowapenda wakiwa wanakusindikiza. Kwa macho yako unaona vitambaa vya hospitali vikinuka kwa kafan, sanda yako ya kifo. Kwa macho yako unaona umenaswa kwenye mwili unaobebwa, na sasa roho itabebwa. Kwa macho yako unaona badala ya dawa kuingizwa mwilini mwako, dawa ni kutoa roho yako kutoka mwilini mwako. Kwa macho yako unaona roho yako ikitoka mwilini mwako isiyorudi tena. Wakati wa kifo unakuja na roho inaondolewa, maono yako yanapotea, sauti za dunia zinapungua, na mtazamo mpya unakuja moja kwa moja kutoka kwa roho yako. Kabla hata hujapata muda wa kuhisi hofu kubwa ya kuacha dunia hii, malaika wanashuka kwako wakisema usiogope. Na kabla haujapata kusononeka kwa yaliyopita na watu ambao wako karibu kuwa wa zamani, malaika wanasema usihuzunike. Na kabla hata haujafikiria unaweza kwenda wapi, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nanyi furahini kwa pepo mliokuwa mkiahidiwa. Mwili wako unakuwa umesimama, umepoteza uwezo wa kusogeza viungo vyako, roho yako inapanda kupitia koo lako, na hivyo tu umehamia ulimwengu mwingine. Kile unachorejea kwake ni bora kuliko unachoacha nyuma, na thawabu kwa wale wanaohuzunikia ni bora zaidi kuliko walipokuwa nawe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa Allah tunatoka na kwake tunarejea.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.